Karibu kwenye tahariri ya Gumzo, na maudhui ya leo inasema maridhiano si hisani ya mtu yeyote. Zanzibar ni moja na itabaki kuwa moja. Kauli hii si ombi, si hisani ya mwanasiasa yeyote yule, na wala si jambo la kufanyia majaribio kwenye hatima ya taifa kongwe zaidi katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Kauli hii ni mwakisiko wa ukweli usiopingika, lakini ambao kwa bahati mbaya umegubikwa na damu, jasho na machozi ya vizazi vilivyopita. Dhamira yetu kama Wazanzibari inapaswa kuwa moja. Umoja wetu unapaswa kuwa thabiti, na mshikamano wetu hautakiwi kuwa na mbadala. Huu ndio msingi madhubuti wa Zanzibar imara inaweza kumnufaisha kila mtu. Na kwa kuwa chi maslahi kwa wote, hatimaye inakuwa na maslahi kwa mtu mmoja mmoja, basi maridhiano ni swala kuangaliwa kwa hiyo mtu mmoja mmoja, na kila mmoja wetu akatekeleza wajibu wake katika kuyalinda. Hata hivyo, hatuwezi kamwe kufumba macho na kujifanya eti hatuoni yanayoendelea chini kwa chini nchini mwetu. Kuna kila ishara kuwa kuna mbuzi wachache wenye ugonjwa wa sikukuu, wasiojali kesho ya watoto wetu, wanaotaka kuwatia doa Zanzibari wote kwa tamaa zao binafsi na uroho wa madaraka. Kwa hawa, kutoka kwetu wamenunua vita, na vita watavipata. Ni wachache kwa idadi yao, ni waoga wa dhamira yao, lakini uchache na uoga wao ndio pia wanaowafanya wawe makatili zaidi, washenzi zaidi na watu mwitu zaidi. Ni wakati wa kuwapa ukweli wao bila kumung'unya maneno, bila woga na bila sumile. Kama lugha ya upole imeshindwa kuwaelimisha, basi lugha ya ukweli mchungu ndiyo inawastahikia. Waandamwe kwa hoja, kwa maneno na kwa vitendo. Almuradi tu damu zao hazimwagwi, hawapaswi kamwe kujiona na heshima yoyote mbele ya jamii. Uheshimiwa wao kama kweli wanao, wajue ni magazigazi tu. Kwa udhati wao, hawa hasa si waheshimiwa, bali ni wadharauliwa, wanadharaulika. Wakitaka waheshimike, kwanza na wajisitahi wenyewe na wajifundishe somo la ungwana, maana kwa sasa hawanao. Ungwana uliojengwa kwenye misingi imara ya kutambua dhamana kwa nchi na vizazi vyetu. Ungwana ni kujenga pale palipobomoka. Ni uwehu wa kisiasa na ujinga uliokithiri kudhani kuwa unaweza kuacha nyufa kubwa kwenye jengo, kisha ukaja na chokaa na kupaka rangi ya juu tu, ukajipiga kifua ukisema kwamba nyumba itasimama. Nyumba hiyo itaanguka. Itawafikia nyinyi mnaodhani mna akili sana zaidi kuliko watu wengine. Maridhiano ya Zanzibari hayakuja kwa bahati mbaya. Hayakuja kama muujiza ulioondoka kutoka mbinguni kama mvua. Yalikuja baada ya nchi yetu kupita kwenye dhoruba kali, mateso yasiyo na kifani, machozi ya vizuka na mayatima na majeraha makubwa ya kijamii yaliyotishia kuisambaratisha Zanzibar yetu adhimu. Kukiri makosa ya nyuma, kuweka chini silaha za chuki na kuomoka kitako jamvini kuyazungumza haukuwa ujinga, bali utukufu na ukomavu, na ni kilele cha utu. Wale wanaodhani kupandikiza chuki, ubaguzi na mbegu za utengano ndiko kutakowajengea wao halali wa kuendelea kuifisidi nchi, wajijue kuwa wanajidanganya mchana kweupe. Nyufa zisipozibwa kwa saruji ya ukweli na uwazi, kuta za nyumba hii zitamung'unyuka zote, na hakutakuwa na salama kwa yeyote aliyemo ndani yake, hata awe nani kwenye nyumba hiyo. Tunawasuta, tunawakaripia na tunawatolea uvivu hasa wale wote wanaweka mbele vyama vyao vya kisiasa kuliko mustakbali wa nchi yetu. ACT Wazalendo na CCM ni vyombo tu vya kupita. Nirudie tena, ni vyombo tu. Hakuna chama kilichozaliwa nacho mwanadamu, na hakuna chama kitachozikwa nacho kiumbe yote. Ni vyombo vya kutumika kuwaletea wananchi maendeleo na ustawi, si zana za kuwagawa, kuwapiganisha magumi au kuwatenganisha ndugu wa damu moja. Ni upotoshaji mkubwa na ugonjwa wa akili kuona kuwa chama chako ni muhimu kuliko uhai wa Zanzibar. Waasisi wa maridhiano wa Zanzibari walitumia busara kubwa sana, wakameza mate machungu, wakavua magwanda ya viburi na kujivika majoho ya unyenyekevu pale walipokutana, bila sherehe wala saini yoyote, kwa lengo la kuiepusha Zanzibar na mduara wa papo kwa papo wa migogoro na mapatu za kisiasa zilizokuwa zikiangamiza nchi yetu kiuchumi na kijamii, kiutamaduni na kila kitu. Marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, Allah amridhie na amrahamu, na rais wa awamu ya 6 Dr. Amani Karume, Allah azidi kumpa afya na siha, waliweka alama ya mshikamano na kuheshimiana.
Yeyote anayejaribu kuzifuta alama zao hizi leo hii kwa sababu tu ya kung'ang'ania cheo, kulinda tonge lake la wali au kuona maslahi yake ya mfukoni yanaguswa, afahamu kuwa anasutwa na historia. Laana ya damu ya Wazanzibari walioteseka huko nyuma inamshukia yeye, uzao wake na washirika wake popote walipo na vyovyote walivyo. Wale wanaodhihaki maridhiano na kuyaona kama jambo la kisiasa tu la kujifurahisha, wakayaita makubaliano ya ACT na CCM kwa ni makaratasi tu yasiyo maana, watakiwa kuelewa jambo hili, kwamba taifa haliwezi kukua liwapo limegawika. Huwezi kuwa na maendeleo kwenye nchi ambayo zaidi ya nusu ya wananchi wake wanajiona raia wa daraja la pili. Huwezi kuwa na utalii unaokua, uchumi wa buluu unaositawi na amani ya kudumu ikiwa kuna watu wanapanga mikakati gizani ya jinsi ya kuwarejesha Wazanzibari kwenye uadui wa miaka ya nyuma. Maridhiano si anasa, ni dawa na tiba ya kipekee inahitajika kuponya vidonda vyetu vya kihistoria. Hakuna maendeleo bila amani, na hakuna amani bila maridhiano ya kweli yenye nia safi kutoka moyoni. Tunaposema vidonda vya kihistoria, hatumaanishi kwamba eti Zanzibar tangu asili na asili kwa nchi ambayo imegawanyika. Mgawanyiko huu wa kutengenezwa unapaswa kutibiwa. Wale wanaodhani wanaweza kuchezea amani hii na wakabaki salama, wanapaswa kukumbuka kuwa moto hauna macho. Moto wa chuki ukiwaka, hauchagui mfuasi wa CCM wala wa ACT. Wote utawateketeza. Ikiwa kweli hasa Zanzibar inataka maendeleo, lazima yale ambayo CCM na ACT wameagana yatekelezwe, yatendeke na yaonekane hasa kuwa yametendeka. Pasiwe na usaliti kama ilivyozoeleka huko nyuma, au kuendeana kinyume ambao umekuwa utamaduni wa kawaida wa watawala wanaongozwa na mchanganyiko wa kiburi na woga. La, hivyo sivyo. Mwisho kabisa, tunatoa onyo kali, la wazi na lisilo chembe ya sumile kwa yeyote anayepenyeza fyoko kwenye maridhiano haya. Uaminifu ndiyo nguzo kuu ya maridhiano. Ukileta mchezo wa kuigiza, ukiukaji wa makubaliano kwa makusudi, au ukileta mambo yenu ya siri na chuki za kichini chini zitakazofanya nchi hii zidi kupasuka, ufahamu kwa Wazanzibari wa leo sio miaka ya 90 au wa 2000. Macho ya wananchi yamefumbuka. Hawatakubali tena kutumia kama chambo cha tamaa zenu za madaraka na kujikusanyia ukwasi usiomithilika, huku maelfu ya watu wakilala na njaa. Wale wote wanaofanya vikao vya usiku kusuka mipango ya kuwagawa wananchi kwa misingi ya vyama, ole wao. Ole wao wale wote wanaoeneza maneno ya uchochezi kwenye majukwaa au mitandao ya kijamii wakijaribu kupunguza uzito wa makubaliano haya ya kihistoria. Kama kweli tunataka maendeleo ya visiwa vyetu, mshikamano lazima ulindwe kwa gharama yoyote ile, iwe ya kisiasa, ya kijamii au ya kiuchumi. Atakayejaribu kuyavunja maridhiano haya, tumtupe kwenye debe la taka la historia kama msaliti nambari 1. Tumuite msaliti, adui wa maendeleo na juchari aliyetaka kuiangamiza mustakabali wa Zanzibar. Kwa Wazanzibari wenzangu, sisi raia wa kawaida tuna chaguo moja tu. Sisi kama jamii moja tunapaswa kusimama kidete kulinda amani yetu. Sio ile amani ya dhihaka, bali amani ya kweli ambayo msingi wake mkuu ni haki, maelewano, ustaarabu wa kuiendesha nchi yetu kwa uadilifu. Kwa hili tusirudi nyuma, tusitishike na tusiumbishwe na kelele za wapiga debe wa vurugu. Tuendelee kuwalinda viongozi wetu wenye nia njema kutoka mirengo yote ya kisiasa. Tusijali kama ni ACT au ni CCM. Tusimame nao kuhakikisha Zanzibar inasonga mbele ikiwa imara zaidi na yenye neema kubwa wa kila mwananchi wake. Na kwa hakika neema ya Zanzibar inamtosha kila mtu. Zanzibar imara ni Zanzibar moja. Moja ya dhamira, moja ya umoja, moja ya pamoja. Na kuyalinda maridhiano kwa nguvu zote, huko hasa ndiko kulinda taifa letu la Zanzibar. Zanzibar daima, jana, leo na kesho.